Ni mara ya kwanza huyo mtu kuliwa na fisi. Pia inatupa sisi walimu changamoto na watoto wanaokaa mazingira mbali na shule yetu. Maana kuna watoto wanakaa mazingira mbali, kwa mfano huko mazingira ya karibu huko mbele. Huwa tunawapa muda wale wanaokaa mbali. Namba 1 ni 1:00 kamili, ila tunawapa muda wanakuja 1:30. Kwa hiyo wale pia tutaongezea muda kutokana na ili tukio. Maana mazingira kwao ni mbali, huko ndani huko kuna misitu, kuna pori. Kwa hiyo pia watoto watakuwa wameogopa kutokana na ili changamoto la mtu kuliwa na fisi. Kwa hilo la wanyama pori au wanaohusika, lazima waangalie hao wanyama wakali kama fisi namna ya kuwadhibiti. Jina naitwa John Kolombo Watini. Ni mkazi wa Berima. Ila shule yangu ni boda. Sehemu ya kufanyia kazi ni hapa stand ya Mission. Ni kama tulivyosikia hapa kwa wenzetu kwamba saa 6 usiku, saa 7, saa 8 mtu ameliwa na fisi. Kwa hiyo ndio hapo watu kapiga yoye, tukawasha moto, na kweli fisi ni wengi. Ndio tunavyohangaika, na tunajua huko tena ni porini. Labda tungependa hata tanapo waje hapa au serikali ichukulie ile uamuzi tupate msaada, maana hata kuna wanafunzi hapa wanaenda shuleni. Tunakuwa hata tuna wasiwasi. Watu ni wengi huko na usiku wanaotembea. Kama unaona hapo kuna bonde la ufa la hapa mtu alipoliwa na fisi hapa kwenye hiyo nani, kuna makuruili na wanajificha, na sasa hivi msimu wa kuvuna wanakaa mashambani na usiku wanajitokeza. Kwa kuwa fisi hawa sasa wamekuwa wakali kupita kiasi, hatua stahiki zichukuliwe na wahusika, hasa TANAPA. Mkuu wa kituo pamoja na afisa mpelelezi wa wilaya wakapiga simu mbele yetu. Watu wa TANAPA wakasema tuko tayari, leo jioni kazi hiyo itaanza. Tunachoomba ni ushirikiano kwa wananchi, hasa wa maeneo husika, kwa sababu leo kwa vyovyote fisi hawa watarudi kwenye maeneo haya. Huyo mtu ambaye ameliwa utumbo, sehemu iliyobaki pamoja na kichwa, ikawa tunaendelea kulinda, na tulitoa taarifa kituo cha polisi. Polisi wakasema subirini. Walipofika wakafanya uchunguzi, kwa sababu tukio linapotokea walisema inawezekana mtu huyu aliuawa. Baada ya kuuawa akatupwa, fisi wakamkuta huko mbugani. Kwa hiyo vipimo halisi tutapata kutokana na vipimo vya daktari. Kwa hiyo daktari alipima, akasema kweli huyu mtu alikuwa mzima, amekutana na janga la kukutana na mafisi. Basi baada ya vipimo wakamchukua